Hii ni kwa wale wajawazito ambao wapo miezi mitatu ya mwisho. Yaani kama upo miezi mitatu ya mwisho, hakikisha unasikiza video hii mpaka mwisho. Lakini jambo la kwanza, hakikisha kwanza umefollow account hii, then kaa tulia na usikize mpaka mwisho. Ni hali ambayo huwa inajitokeza kwa wanawake wengi sana ambao wameshafika ile miezi mitatu ya mwisho. Huwa anajikuta anapata njaa kali sana, hususan mida ya usiku. Lakini wengi wao wanajikuta wanasweti sana mida ya usiku. Wanajikuta wanapata hali ya maumivu makali sana ya misuli na maeneo ya kwenye nyonga katika kile kipindi kile cha usiku. Huwa wanapitia hali ya ganzi, lakini pia kukakamaa kwa misuli katika ile miezi mitatu ya awali. Lakini wengi wao huwa wanajikuta wanachoka sana kupita kiasi, ila huwa wengi wanapitia changamoto kubwa sana ya kujikuta wanapoteza hamu ya kula. Hii huwa inawatokea kwa wanawake wengi sana. Lakini namna gani unaweza kupata msaada mzuri? Ushauri ni kwamba hakikisha umeweza kuwasiliana na daktari wako anayekufanyia kliniki, au pale unapoenda kliniki jaribu kushare naye ile hali unayopitia. Lakini kama basi imeshindikana kuweza kushare na daktari wako anakufanyia kliniki, basi unaweza ukashare na mtu wako wa karibu akaweza kushauri kipi cha kufanya ili kuweza kuondokana na yale maudhi ya kile kipindi cha miezi mitatu. By the way, nimekuwa nikiwasaidia wanawake wengi sana wanaopitia changamoto za uzazi kufanikiwa kubeba ujauzito, lakini pia kujifungua salama. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo na wewe katika safari hii ya kupita mama.